Zamu. Vipi? Safi. Mbona hivi? Waswahili wanasema ukiona mtu mzima mama analia mbele za watu ujue kuna jambo. Shida ni? Shida wewe. Shida ni wewe. Mimi? Nimefanyaje? Usiku wa kuamkia leo. Yaani kwanza ulivyokuja nimeshtuka kidogo. Usiku wa kuamkia leo nimeota ndoto mbaya. Limepita bonge la joka. Nataka kunizunguka. Mara ukatokea wewe, ukapita, haukunisaidia wala ukupiga kelele, wala ukushangaa. Sasa nashtuka. Nikajiuliza, kwa nini? Akili zangu ziko. Kwa nini umepita niko bila hopeless. kunisaidia? Haukunishangaa. Haukutaka kusema huyu mtu namjua nimsaidie. Ndio. Alafu sasa hivi mtu wa kwanza tokea naamka kukutana naye ni wewe. Hebu irudie mwanzo. Umeona nyoka? Nyoka amenizingira. Yaani wewe nyoka amekuzunguka mwili mzima. Huyo nyoka anakonda chatu. Sijui sasa mimi. Ila mkubwa sana. Kakuzingira. Alafu wewe ukapita. Yaani ulivyozingirwa mimi nikapita. Wewe huyo binadamu ushakumwona wapi? Ndoto. Ndoto. Nimeota. Na mimi nakuuliza, huyo binadamu ushakumwona wapi azingirwe na nyoka mwili mzima? Kwanza sio nyoka, nyoka ni kadogodogo. Nyoka akikuzingira hata hapa kwenye paja afiki. Wewe utakuwa umezingirwa na chatu ama anakonda. Ndio aliyokuzingira wewe. Kama sio chatu ni anakonda. Alafu eti kipindi unazingirwa mimi nipite. Yaani kwamba naona kabisa pale kuna hatari, mimi napita. Wewe ushakumwona huyo binadamu? Ndio kitu ambacho mimi kimeniumiza kichwa. Na kuuliza huyo binadamu ushakumwona wapi? Na ndoto ndo maana zina maana. Nawezaje kujua? Kama mchawi nitajuaje? Kumbe hapa wewe point yako yote ulikuwa unaenda hivi unarudi hivi, mimi kumbe nimemwanga. Sasa mimi nitajuaje? Kweli. Hiyo kweli hiyo. Inawezekana hizi. Mimi mwanga. Sawa. Wewe hapo umehamia lini? Na wiki 2 sasa. Hapa una wiki 2. Katika wiki 2 hizo umeota mara ngapi? Mara 1. Hii ndio ya kwanza. Okay. Una muda gani tangia unafanya kazi? Kazi yangu muda mrefu. Muda mrefu. Hapo umekuja sumbuko mwenyewe? Niko mwenyewe. Ina maana wewe mume una mabwana? Nimeuliza swali. Mume una mabwana? Sijaolewa. Ila una bwana? Sawa. Kwa nini nakuuliza hivyo? Nakuuliza una wiki 2 toka uhamie. Na umeota mara hii? Moja. Ndoto yako hiyo. Sitaki kujua mchana uliwaza nini. Sitaki kujua mchana ulikutana na nini. Sitaki kujua ulikuwa katika mazungumzo yapi. Mimi nasema ni ndoto. Sawa hiyo ni ndoto. Kama ningekuwa mbaya, wewe ungefanikiwa toka huko nyuma. Kwa sababu hiyo kazi unaofanya ni ya muda mrefu. Lakini wewe unakuja kuona ubaya wangu wiki hizi 2. Kipindi ambacho kazi yako ni hiyo, unafanya miaka yote, hujawahi kupandishwa mshahara, mambo yako ni yale yale. Ningekuwa mbaya, wewe ungekuwa na mume. Ndani ya wiki hizi 2 kazi una. Ndani ya wiki hizi 2 mume una. Kazi ndani ya wiki hizi 2 vitu vingeenda shagala bagala. Lakini kazi unayo. Bwana bado unaendelea kupambana na bado maisha yako yanaendelea.
unaniona mchawi kwa lipi? Kukuacha ukae bila mwanaume wakati utaratibu wa humu ndani watu watakiwa wawe na wanaume zao. Unajua sitamani kukuhukumu kwa sababu umeota. Ndoto ni matokeo ya kitu ulichokifanya mchana, ulichokiona mchana, ulichokizungumza mchana kwa hofu. Hiyo ndo ndoto. Ndoto ndo matokeo yake hayo. Jambo liwe la hofu, jambo liwe la kushtua, jambo liwe la kushangaza. Usiku lazima litakurudia. Kwa sababu ukubaliani nalo. Na ndio maana mtoto ukimtisha asubuhi au mchana, usiku lazima aweweseke. Ila wewe moja kwa moja umekuja umesema mimi mchawi. Na mimi siwezi kukataa. Inawezekana uchawi ni taaluma. Ile inaitwa sayansi ya kiza. Uchawi ni taaluma. Kwa sababu wewe jiulize kama mtu anaweza kuchukua nyungo ya kupetea mchele na wakapanda watu zaidi ya 7. Taaluma. Ila taaluma inatumikaje? Dada, katika maisha yako usitafute mizozo isiyo na msingi. Sawa dada? Usitafute mizozo isiyo na msingi. Usitafute mizozo isiyo na faida. Leo unaniambia mimi mchawi kwa sababu umeota umezingirwa na nyoka, alafu mimi nikakupita. Au nyoka wanapatikana misitu ya Anaconda, Amazon huko ndio wanapatikana nyoka. Kwa hiyo wewe ndoto yako ilitakiwa useme ulikuwa sehemu gani? Bwana, ulikuwa Serengeti, ulikuwa Selous, nilikuwa Mikumi. Lakini uwezo ukasema eti uko hapa, wewe hilo joka linatokea sehemu gani mpaka watoto wasione, nione mimi peke yangu kwa kijiji tuko mimi na wewe wawili? Umeshindwa kuanza kwenye engo hiyo? Kwamba eneo hilo lote tunaishi mimi na wewe wawili tu. Wewe umekutana na madhira tena mimi ndo nimeona haiwezekani bwana. Ila nimependa ulichozungumza kwa sababu ndo kitu ambacho unakiamini. Sawa? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Sasa kama mimi ni mchawi, lazima niangalie namna ya kukusaidia wewe. Sawa Mimi ninachokifanya nairudisha hela yako. Umekaa wiki 2, nakupa hela yako yote, utafute sehemu nyingine ya kukaa. Sawa? Sasa nikisubiri tu labda nimalize miezi yangu. Ngoja nikwambie. Usisikie ile kauli ya kusema mchawi mpe mtoto akulelee. Hapana yani. Jamani, mimi mwanzo nimeanza vizuri hapa, tunaongea kistaarabu, sitataka kupigizana kelele na mtu, sitataka kupiga kichwa. Hapa ingekuwa tena nishakinukisha. Ila tu kwa utaratibu nimesema hivi, hiyo kauli ya mchawi mpe mtoto akulelee mimi sitaki. Sawa? Kwa mimi ninachofanya tu kwa utaratibu, wiki 2 hizi nasema family. Mimi nasema hivi, nakupa kodi yako yote, uende. Wewe umeota nyoka, kakuvingira hivi mwili mzima, alafu kwenye ndoto yako umeniona mimi nimepita sijakusaidia, mimi mbaya, mimi mchawi, mimi mshirikina. Sasa nitakuja kutoa kafara ama basi wewe dada unataka kufa tena? Dada unataka kufa? Mimi nimeongea kistaarabu hivyo. Mimi mshenzi. Mimi nikiamua la kwangu, nikiamua kabisa nikisema nalitengeneza la kwangu hapa na nalifyatua. Siletee ushenzi, sawa? Nimeanza taratibu, umeniita mchawi nimenyamaza. Umenivunjia adabu kwenye nyumba yangu. Naomba basi. Ungejua kwenye msamaha ungetafuta taratibu nzuri ya kuzungumza na mkubwa. Uwezo ukalopoka tu ukasema mimi mchawi. Haya wewe unaongea hivyo mimi mchawi. Haya pale waliofiwa na mtoto watanionaje? Hawajaona nimemweka kikao? Hama. Nakupa hela yako, hama. Umenielewa? Umenielewa? Unahama. Aha.